jioni. Sasa nikupe hizi taarifa. Hatua ya Ikulu kutoa barua za kuajiri walimu moja kwa moja inazidi kuongeza ghadhabu miongoni mwa viongozi, haswa bunge na wananchi ambao wanahisi kutengwa. Viongozi wamejitokeza kulaani hatua hiyo, wakisema Rais William Ruto anaitumia kama njia ya kujinufaisha kisiasa, hasa katika eneo la Mlima Kenya. Kwa mujibu wa sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013, ni tume ya huduma kwa walimu TSE pekee inayostahili kuajiri na kufuta walimu, wala sio Ikulu. Mwanahabari wetu Frida Ukachi sasa na taarifa hii. Kaunti ya Murang'a ni mojawapo ya kaunti ambazo zimenufaika na barua hizo za ajira kutoka Ikulu kupitia kwa mwakilishi mwanamke bila kufuata utaratibu rasmi wa TSE. Sisi juzi tulitwa pale State House na yeye nikasema peupe. Tukapewa barua za walimu. Zile constituency wapunge wao hawakukuja, watoto wa hizo constituency hawakupata nafasi ya kuajiriwa. Akiwa na wingi wa hasira kutokana na idadi ndogo ya wabunge kutoka kaunti yake kukosa kufika na kusababisha kupata barua chache, alidai kuwa atatetea wale walimu ambao wanataka kufutwa kazi. Mimi nilienda na wabunge wa Kiambu, wakakuja wabunge 11. Kila mtu akipewa barua 20. Wabunge wao wote walienda na barua 220. Hapa Murang'a ni mimi mama Konji tulienda na tukaenda na mbunge wa Mathioya. Daniel, how are you? Very good. Viongozi kutoka kaunti ya Trans Nzoia wakilalamikia vijana wengi kutoka eneo hilo ambao waliandamana katika maandamano ya Gen Z na ambao walihitimu kuwa walimu wametengwa. Viongozi kutoka eneo la Magharibi wakichangia kwa kushindwa kuomba nafasi za maendeleo. Wakati wanapeana barua ya walimu awapatie watu yangu. Hao wajumbe mnaona wanapewa kelele, wanapewa barua, sehemu zingine barua zinafika, hao wajumbe wote wanauzia watu barua hizo. Na kwa sababu watu wetu hawana pesa, wanaenda kuuzia watu wengine ambao wako na pesa. Barua ya askari haifiki, ya walimu haifiki, ya jeshi haifiki. Katika kaunti ya Makueni, mbunge wa eneo hilo amelaumu TSE kwa kuruhusu kutumiwa kama chombo cha kisiasa na serikali ili kuadhibu walimu waliohitimu na wasiokuwa na uhusiano wa kisiasa, haswa na serikali ya Kenya Kwanza. While we have so many trained teachers, we are getting supposedly teachers come out with employment letters when they have not gone interviews, while we have local teachers who were never called for an interview. I think I'm calling upon the TSE to respect their mandate in this particular country, and they employ our teachers according to set guidelines. I don't know how a teacher gets qualified when the teacher is not interviewed and goes ahead and gets a letter for employment in the bar. Kwa mujibu wa sheria, TSE inapaswa kutambua maeneo yenye mahitaji ya walimu, kutangaza nafasi za wazi, kufanya usaili, kisha kuajiri na kuwapa walimu waliofanikiwa kote nchini. Hata hivyo, hatua ya Ikulu kuingilia mchakato huo inazua maswali kuhusu ukosefu wa haki, usawa na uadilifu katika ajira za walimu nchini. Frida Ukachi, NTV.